Jana niliona kwamba bei ya mafuta imepanda. Juzi nilisikia deni ya Kenya imepita zaidi ya trilioni 10. Najua hiyo namba ni kubwa sana, hata wengine hawaeleki. But you know what that means? Ni kama uko na jirani, na huyu jirani yako na deni yako. Kidogo kidogo ameenda kwa jirani mwingine anakopa. Anaenda kwa M-Shwari anakopa. Anaenda supermarket anakopa. Anafunga simu yake ya Safaricom, anafungua hiyo ya Airtel anakopa. Hata nyumbani hawezi rudi saizi juu Shylock anamtafuta. Lakini ukiona huyu jamaa, unaona amevaa suti mpya, ameng'ara, viatu iko sawa, ameenda kwa kinyozi, amepaka hiyo kitu wanaume wanapenda kupaka hapa, amepiga line cut hapa, na ako na deni yako. Ukiona huyu jamaa utafanyaje? Ukimwona utafanyaje? That's what is happening here. The economy is in bad shape. Vijana hawana kazi. Mabiashara vidogo vidogo zimefungwa. Wakulima wanahangaika juu ya gharama ya mbolea. Na nyinyi hamna focus bana. You have to focus. You need to talk less and work more. Asante sana. So to conclude, it's why viongozi vya uchumi need to focus on the things that matter in this economy. To finish, the National Treasury is not a political office. The National Treasury of the Republic of Kenya is not a personal office. The National Treasury of the economy of the largest economy in East and Central Africa is not a platform for you to abuse us and talk to us however you want. That is where we carry our economy. Kazi ya hiyo ofisi, unajua kazi ya hiyo ofisi ni kulinda how would you say it? Ni kulinda thamani ya pesa ya wananchi. Who said wajaluo wajui Swahili? Umesikia? That is the work of that office. And therefore, as public servants, I think we need to take a little step in how we treat each other, how we talk to people. We need to pay more attention to the people on the ground. We need to listen to them. And with that, I'm leaving now. Sorry if you want a ride still. But asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama yetu mpendwa mahali pema peponi. Asanteni sana. Asante sana dada yetu Winnie Odinga. Sasa tutabadilisha protocol kidogo, na sababu kuna ndege inamngoja Edwin Sifuna, itakuwa inaenda hivi